kama ilivyo kawaida kwa wanahabari, huwa hatuwezi kueleza yote ambayo yamejiri nyuma ya pazia, lakini hii leo katika muhtasari huu wa kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, maandamano na fujo za uchaguzi, mwanahabari wetu Melita Ole Tenges anasimulia matukio hayo kwa mtizamo wake yeye kama mwanahabari. Katika chumba cha habari kila kitu kilisimama na nguvu yote, shughuli nzima ikaelekezwa katika kuandaa taarifa na vile vile kuifahamisha nchi kuhusu matukio yanavyoendelea kufuatia kifo chake. Na moja kwa moja pamoja na wanahabari wenza wapiga picha Moses Mwakisha na Alfred Cheruyot pamoja na dereva wetu Okoth, tulielekea nyumbani kwa hayati Raila Odinga katika mtaa wa kifahari wa Karen, eneo la Kirarapon. Tulipofika Kirarapon Karen, kulikuwa na halaiki ya watu ambao walikuwa wamekusanyika pale. Biwi la simanzi lilikuwa limetanda. Watu walikuwa wengi mno, mamia ya watu walikuwa wamejitokeza. Dakika chache tu, masaa machache baada ya taarifa hiyo kusambaa, lakini shughuli ambayo ilikuwa inaendelea nje ya jumba hilo ilikuwa tofauti sana. Manake watu walikuwa wanalia, wengine wakionekana kuzidiwa na hisia, wengine wakionekana kubeba matawi na kumuomboleza Raila Odinga kwa njia yao ya kipekee. Na kama wanahabari vile vile tulisikia uzito wa hisia, manake kumbuka kwamba katika tasnia hii ya wanahabari, Raila Odinga, hayati Raila Odinga alikuwa mtu ambaye tuliangazia taarifa zake mara kwa mara na tulitangamana naye nyakati tofauti na kuzungumza naye vile vile. Kwa hivyo ilikuwa ni habari, taarifa ya kuvunja moyo kwetu sisi kama wanahabari vile vile. Lakini katika muda huo tulifahamu kwamba ni jukumu kubwa kuifahamisha nchi kuhusu matukio ambayo yalikuwa yanaendelea pale. Kulikuwa na waombolezaji ambao walikuwa wanazua rabsha. Baadhi yao wanakwea miti wakijaribu kuvuna matunda ambayo hawakupanda, kama vile parachichi zilizokuwa pale. Wengine wakijaribu kuingia nyumbani kwa Raila Odinga, na mama Aida Odinga alijitokeza kuzungumza nao, nakumbuka, kwa dakika chache kutuliza hali, kueleza kwamba sio sahihi kuomboleza kwa vurugu, japo kwa utulivu, ili kuhakikisha kwamba Raila Odinga anapewa heshima yake kwa njia inayofaa. Basi tukakita kambi hapo siku nzima kuangalia ni nani ambaye atafika pale. Na kumbuka tuliona jamaa, marafiki, wanasiasa wengi wakimiminika pale kutoa pole zao, taswira ambayo iliangazia pakubwa namna ambavyo watu walimenzi, namna ambavyo watu walijitokeza kumuomboleza nyumbani kwake. Maelfu ya watu ambao walifika pale, na hisia ambazo zilikuwa zinamiminika na kutiririka pale zilionyesha namna ambavyo watu walimenzi Raila Odinga. Taswira ya majengo ya bunge na barabara hii ya Parliament Road hii leo ni tulivu,
lakini ni tofauti kabisa na taswira iliyoshuhudiwa hapa tarehe 16 Oktoba. Maelfu ya waombolezaji walijitokeza hapa wakiwa na nia ya kutazama mwili wa Raila Odinga, lakini vurugu ilitokea hapa, kwani wengi wao walikwea juu ya lango lile. Viongozi walilazimika kutoka ndani ya bunge, na kumbuka mbunge wa Embakasi East Babu Owino, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, seneta wa Kisumu Tom Ojienda, seneta wa Narok Ledama Olekina, na vile vile mbunge wa Rarieda Otiende Amolo ndio ambao walikuweko hapo mstari wa mbele kuzungumza na vijana ambao wamejitokeza kuambia jamani, tuwe na subra, tuwe watulivu. Manake shughuli hii sasa inaonekana kuhamishwa na itafanyika hapa katika majengo ya bunge, bali mwili utapelekwa Kasarani ambapo watu watapata fursa ya kutazama mwili wa Raila Odinga. Walisalia na wakasema, nyie mnatudanganya, manake kama ni kweli mwili huo unapelekwa Kasarani, sharti ufike Kasarani kwanza, kisha sisi tuondoke hapa bungeni. Hii inaangazia namna ambavyo watu wa tabaka tofauti, umri tofauti, walimenzi Raila Odinga kiasi cha kwamba wanasema sisi hatuondoki hapa, liwe liwalo, mwili unaletwa hauletwi, sisi tuko hapa. Wanajeshi ambao walikuwa pale iliwalazimu kuondoa yale mapambo ambayo walikuwa wameweka hapo tayari kuweka mwili wa Raila Odinga pale ili watu wapate nafasi ya kutazama. Wakati ambapo walikuwa wanaondoa, basi ikakuwa wazi kwamba shughuli hiyo haitakuwa ikifanyika tena katika majengo ya bunge. Baada ya mazishi iliandaliwa katika uwanja wa Nyayo. Wakati ambapo jeneza lilikuwa linazunguka uwanja wa Nyayo likiwa limefunikwa na bendera ya Kenya, lindi la majonzi lilitanda uwanjani. Ulipokuwa ukiwaangalia wa Kenya, ungeona nyuso zao zimeganda na huzuni. Ungewatazama maafisa wa polisi, hali ilikuwa hiyo. Ukiwatazama wanahabari, hali ilikuwa hiyo. Na wanakwaya vile vile, hali ilikuwa hiyo. Kwa hivyo ilikuwa taswira ya kuhuzunisha mno. Uzito wa kumuomboleza Raila Odinga vile vile ni uzito wa kibinafsi kwa kila mmoja. Wakati mmoja tulikuwa katika matangazo ya moja kwa moja na mwanahabari mwenza Emmanuel To, na kumbuka tulikuwa tunazungumza tu kuhusu maisha ya Raila Odinga, siasa alizoendesha, na wakati mmoja sauti yake ikaonekana kulegea na kutetemeka, na ikanilazimu kuchukua kipaza sauti na kumwacha kando kidogo ili nimalizie matangazo hayo ya moja kwa moja. Sio jambo la kawaida, manake wanahabari ni watu ambao hawapaswi kuonyesha hisia hata wakati hali ni ngumu sana, lakini wakati huo naamini ilieleweka, manake ni jambo ambalo lilikuwa na uzito mno. Basi kufikia hapo natamatisha mazungumzo yangu na vile vile kumbukumbu yangu ya mwaka 2025. Imekuwa fahari kubwa kuletea taarifa katika runinga hii. Asante.